Pesa ni roho, na nitakuonyesha ni jinsi gani na kwa nini. Kwanza, tazama video hii mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu mwisho kabisa nitakupa mwelekeo mzuri sana ambao utabadilisha maisha yako milele. Pesa ni roho, ndio hivyo. Ni lazima ufanye kitu ili kuvutia pesa kwako, au uache kisha pesa zenyewe zikuvutie pabaya. Jiandikishe kwenye chaneli yetu yenye jina AUGC Speaker ili uendelee kupata ukweli ya maisha. Bonyeza like na toa comment kwenye video zetu. Hebu tuendelee. Pesa ni nguvu kubwa ambayo unatakiwa kuiomba au kuiita. Mara nyingi tunamwomba Mungu atubariki ni pesa. Ndiyo, atafanya hivyo. Lakini kwa nini usiite roho ya pesa yenyewe? Acha nikupe mwelekeo wa jinsi ya kuita roho ya pesa, na baada ya kufanya hivi utakuwa hauzuiliki kifedha. Tena si unanijua tu vizuri, mimi ni mzee wa straight to the point. 1. Chukua manukato unayoyapenda. 2. Chukua sarafu halisi za fedha, ziwe 3, ziwe 7 au 9, ni sawa. 3. Chukua ndoo ya maji, nenda bafuni na hiyo ndoo ya maji, nyunyiza manukato kwenye maji mara 7. Baada ya hapo, weka zile sarafu 3, 7 au 9 ndani ya maji. Sasa omba kwa dunia, yani ulimwengu mzima, au kwa muumba wa mbingu na dunia. Simama na uombe kwa nguvu na mamlaka ya aliye juu, aliyeumba kila kitu. Iite roho ya pesa ije mbele yako bro, na kuhakikishia kuanzia leo, baada ya kuoga maji hayo, roho ya pesa ikuimarishe kwa pesa zote unazostahili. Iende mbele yako, iende katikati yako, kushoto, katika pande zote 4 za dunia, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, na ikuletee pesa kutoka kila upande bro. Uambie ulimwengu ukufanye kuwa tajiri sana na mwenye utajiri mkubwa kuanzia siku hiyo. Kumbuka, mambo haya husika unatakiwa uyafanye ama yafanywe siku yako ya birthday, yani siku yako ya kuzaliwa. Mwelekeo huu una nguvu sana, lakini ni rahisi sana. Fanya hivi na utaona kile ambacho ulimwengu umekuandalia. Basi kumbuka, roho ya pesa inakuja na kuwa pamoja nawe kuanzia siku hiyo na milele. Itendee kwa haki, itatembea pamoja nawe. Sasa nyie mnaotoa comment za hovyo kwenye kila posti, fungueni masikio. Unapokwenda kuyafanya haya, unaita ni nguvu ya Mungu, sio nguvu za giza. Pahali ya komenti za ovyo, andika pesa kwenye sehemu ya maoni na utufollow, kwa sababu akaunti hii ni ya watu wenye akili iliyofunguka kama wewe. Sasa ngoja nikupe maelezo ya kina zaidi kuhusu roho ya pesa kwa mtazamo wa metaphysical. Kuelezea pesa kama roho kwa mtazamo wao kimetafizikia kuna maanisha kuielewa pesa zaidi ya kuwa tu sarafu au utajiri wa kawaida. Mtazamo huu unaiona pesa kama nguvu, nishati au uwepo unaoshirikiana na ufahamu wa mwanadamu na ulimwengu pia. Ngoja nikupe maelezo muhimu bro. 1. Ni kati ya mabadilishano ya nishati. Katika metafizikia, kwanza, kila kitu kinaonekanaga kama nishati, na pesa ni hivyo hivyo. Pesa ni aina ya kubadilishana nishati. Tunapotoa au kupokea pesa, tunabadilishana nishati. Nishati hii inaweza kuathiriwa na pia kuathiri mawazo ama imani na hisia zetu. 2. Udhihirisho na wingi, manifestation and abundance. Pesa ina uhusiano na dhana ya kudhihirisha vitu kulingana na sheria ya mvuto, law of attraction. Kinachofanana huvutana. So, ukikuwa na mawazo ya wingi na mtazamo chanya, unavutia vitu hivyo hivyo pamoja na pesa. Lakini ukiwa na mawazo ya uhaba na hasi, pesa itakukimbia. 3. Pesa ni kama ufahamu, consciousness. Baadhi ya mitazamo ya kimetafizikia inaona pesa kama ina ufahamu wake au roho yake. Hii ina maana unaweza kujenga uhusiano na pesa, kuitendea pesa kwa heshima na shukrani. Kunaweza kuyaboresha mahusiano yako na kusababisha mtiririko mkubwa wa pesa kwako. 4. Mafunzo ya kiroho. Pesa pia inaweza kuwa chombo cha ukuaji wa kiroho. Jinsi tunavyoshughulika na pesa inaonyesha hali yetu ya ndani. Inaweza kutufundisha kuhusu maadili yetu, vipaumbele vyetu na thamani yetu binafsi. Inatufundisha usawa, ukarimu na kutokung'ang'ania sana. 5. Imani za kijamii na mifumo. Kwa kiwango kikubwa sana, pesa ni matokeo ya imani na makubaliano ya jamii. Thamani yake inatokana na kile ambacho watu wote wanakubaliana kuamini. Kwa kubadilisha ufahamu wa pamoja, tunaweza kubadilisha mifumo ya kifedha inayotawala maisha yetu. 6. Karma na mtiririko. Kwa mtazamo wa kimetafizikia,
Pesa inaweza kuhusishwa na karma, matendo ya ukarimu na uadilifu yanayoweza kuleta mtiririko mzuri wa pesa. Lakini tamaa na tabia zisizo sahihi zinaweza kuleta matatizo ya kifedha bro. Huu ni usawa wa ulimwengu kati ya kutoa na kupokea. Kuwa makini tu, utanielewa. Kwa ufupi ni kwamba kimetafiziko tunaiona pesa kama roho au nguvu yetu. Kuna kusaidia kuchunguza kwa undani uhusiano wako na pesa. Pia kuna kuonyesha umuhimu wa mawazo, imani na hisia zako katika kuunda hali yako ya kifedha, na inakuhimiza pia kuwa na uhusiano mzuri wenye usawa na pesa. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Amin.